Muhammad Ali alisema, nilijijua mimi ni mkubwa kabla hata ya kuwa hivyo. Hii si maneno tu, ni kanuni ya kisayansi inayofanya kazi kila siku, na unaweza kuanza kuitumia sasa kutengeneza mafanikio yako mwenyewe. Tumsikilize Napoleon Hill kwenye hili, yeye anasemaje? Kanuni ya 3 ya kujishawishi, auto-suggestion. Kanuni ya kujishawishi ni daraja kati ya ufahamu wako na sehemu ya siri ya akili inayopanga matokeo. Kujishawishi ni mbinu ya kutuma mawazo makubwa kutoka kwenye ufahamu wako hadi sehemu ya ndani ya akili, subconscious mind, ambapo yanapokubaliwa huanza kuunda matokeo halisi. Sehemu hii ya akili haiwezi kuchagua mawazo yepi yanayopandwa. Hii inamaanisha kwamba maneno hasi au mawazo ya hofu yanapopandwa, matokeo hasi yanazalishwa. Vinginevyo, mawazo yenye nguvu na chanya huanza kuunda matokeo chanya katika maisha yako. Napoleon Hill anasema, hakuna wazo lolote linaweza kufika kwenye sehemu ya ndani ya akili bila msaada wa kanuni ya kujishawishi. Fikiria mawazo kama mbegu na kujishawishi kama mkono unaopanda mbegu hizo. Ikiwa unataka mafanikio, utajiri au afya bora, lazima uendeleze mbegu zinazolingana na malengo hayo. Hill pia anasema, hisia au mwamko hutoa uhai kwa mawazo na ndipo yanaanza kufanya kazi. Hivyo basi, haitoshi kurudia maneno kama mimi ni tajiri bila hisia halisi. Lazima ujisikie kama tayari umefanikiwa au unaishi maisha unayotamani. Hisia ni nguvu inayowasha mawazo yako, na sehemu ya siri ya akili huanza kupanga njia za kuyafanikisha. Mfano, Muhammad Ali. Kabla ya pambano lake maarufu dhidi ya Sonny Liston, Ali alikuwa akijishawishi mwenyewe na ulimwengu wote kwamba yeye ndiye mkubwa. Alirudia maneno kama mimi ndiye mkubwa na mimi ndiye bingwa mara kwa mara. Alijiona akishinda na kujisikia kama bingwa, na mwili wake na vitendo vilianza kulingana na mawazo hayo. Baada ya kushinda alisema, nilijijua mimi ni mkubwa kabla hata ya kuwa hivyo. Vilevile Oprah Winfrey aliishi katika mazingira magumu, lakini alijua alichotaka katika maisha yake. Alijishawishi kwa kuona picha kamili ya mafanikio yake na kujisikia kama tayari yamefikiwa. Hii ilimsaidia kushinda changamoto na kuendelea mbele hadi kufanikisha ndoto zake. Jinsi ya kutumia kujishawishi kila siku. 1. Kurudia maneno chanya. Jirudia maneno yenye nguvu na chanya kuhusu wewe mwenyewe na malengo yako kila siku. Hii inaweza kufanywa kabla ya kulala au mara baada ya kuamka. Ukirudia mara kwa mara, mawazo haya huanza kuunda matokeo halisi ndani ya akili yako. 2. Kuandika malengo yako. Andika malengo yako kwenye karatasi kwa maneno chanya. Badilisha kauli zisizo na uhakika kama nitafanikiwa kuwa nimefanikiwa katika. Njia hii husaidia akili yako kupanga matokeo ya kweli. 3. Taswira, visualization. Funga macho na onyesha picha halisi ya kile unachotamani. Ikiwa unataka nyumba kubwa, ingia ndani ya taswira hiyo, iguse, jisikie jinsi itakavyokuwa kuwa ndani yake. Taswira inasafirisha maelekezo moja kwa moja kwenye sehemu ya siri ya akili, subconscious mind, ambapo yanapokubaliwa huanza kuunda matokeo halisi. Hitimisho. Kila mtu anaweza kutumia nguvu ya kujishawishi kuunda maisha anayoyataka. Sehemu ya ndani ya akili ni bustani. Mawazo yako ni mbegu na kujishawishi ni mkono unaopanda mbegu hizo kwa makini. Chagua mbegu za mafanikio, utajiri, afya na furaha. Jirudie, jisikie, taswira na andika malengo yako. Kadri unavyojipandikiza mawazo chanya, ndivyo maisha yako yatakavyoanza kuonyesha matunda ya mafanikio hayo. Kwa maneno mengine, ushawishi wa ndani ndio silaha kubwa zaidi ya kubadilisha maisha yako. Jaribu hili leo.
Jipe dakika 5 kila asubuhi na kila usiku kujirudia maneno chanya kuhusu malengo yako. Angalia jinsi mawazo madogo yanaanza kuunda matokeo makubwa ndani ya wiki chache. Tupe maoni yako kwenye comment. Hadi muda mwingine. Bye bye.